Ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Tuko hapa kuwasilisha wasilisho fupi la program inayohusu silka au haiba. Kwa ufupi, si wageni, tumewahi kujifunza mara kadhaa kwamba silka ni ile tabia au mwenendo wa asili alionao. Tunafahamiana kwa utofauti tulionao katika kutenda mambo mbalimbali. Wapo wengine ni wakimya, wengine wepesi wa kukasirika, wengine ni wacheshi. Kadiri Roho wa Mungu alivyopenda uzaliwe hivyo, basi hizo ndizo silka au haiba. Hivyo kwa ufupi, tunapowasilisha tunajaribu kuangalia kwamba Mungu amewaita watu watumike kwa asili zao, yaani amewaita watumike kwa namna walivyozaliwa. Namna hivyo ulivyo ndivyo Mungu anataka utumike. Mimi nitaanza kuwasilisha kundi la kwanza la sanguine. Tumejifunza mara kadhaa kwamba sanguine inajumuisha watu wenye haiba ya ucheshi, wazungumzaji, watu ambao ni wepesi kufanya maamuzi, na mara kadhaa wao wanashawishika kwa wepesi sana. Yaani ukimweleza jambo likamvutia, hapo yuko tayari kukata shauri na kukwambia yuko tayari kuungana na wewe. Lakini si haba kwamba pia ni wepesi kukata tamaa au kubadilisha maamuzi. Katika Biblia tunamwona Petro. Ukisoma vitabu vya Injili utaona ilivyokuwa vyepesi kwa Petro kuitika wito wa Bwana. Yesu alipowakuta wanavua, akawaambia, nifuateni, nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Petro hakuwa na maswali, akamfuata Yesu. Petro alipokuwa akiendelea na huduma ya ujifunzaji, alipomwona Yesu anakuja juu ya maji, akatamani afanye. Ni mwepesi kufanya. Hata hapa kanisani tuna watu ambao likianzishwa jambo ni wepesi kuanza kushiriki, lakini isivyo bahati wengine huwa hawafiki tamati kwa sababu ya silka zao. Sasa tunavyojifunza kwamba Mungu anao mpango wa kukutumia jinsi ulivyo na kukustahimilisha na kuyaondoa madhaifu ya silka yako. Kwa mfano, Petro yeye alikuwa mwepesi kufanya maamuzi, lakini pia alikuwa mwepesi kubadilika. Hata asubuhi tumefundishwa Petro alipoulizwa, wewe ni mwanafunzi wa Yesu? Katika nyakati ngumu Petro alikataa, akamkana Yesu. Unaona? Basi, lakini Petro huyu ukimsoma kwenye kitabu cha Matendo, kasome kitabu cha Matendo 2, utaona yeye ndiye aliyekuwa miongoni mwa watu waliosimama na kuhutubu au kuhubiri ile siku ya Pentekoste. Kwa Bwana alimstahilisha, ndio maana Yesu aliwaambia, nimewaombea ili mtakapoongoka msaidiane. Tuko hapa kuwasilisha kwamba tunaweza tukawa na madhaifu kwa asili zetu, lakini Bwana anaweza kutustahimilisha pamoja na asili zetu tukafaa kwa ajili ya huduma yake. Mungu awabariki mnapoendelea kusikiliza silka au haiba zingine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Sijasikia. Haleluya kanisa. Au nimepoa mimi? Sijapoa. Nitaenda kuelezea kundi lingine ambalo linafuatia, linaitwa kundi la pragmatic na lina sifa zaidi ya 25. Na mimi nitakwenda kuwatajia sifa 3 tu na za msingi. Ukihitaji sifa zingine zinazobakia kama 27, karibu kwenye idara ya vijana. Jiunge na kozi ya Master Guide, utapata madini kama haya na utosumbuka kuishi na mtu yoyote. Utaishi na mtu mkali, mpole na mtu mwongeaji. Watu aina zote utaishi nao kutokana na silka hizi ambazo tumefundishwa kwenye mafunzo yetu ya idara za vijana. Kundi la pragmatic wana uwezo wa akili, yaani wana uwezo mkubwa wa kufikiri baada ya miracle. Kundi la kwanza la kufikiri sana na wenye uwezo wa akili kubwa ni miracle, ila mimi nitazungumzia pragmatic na yenyewe kwa maelezo kwamba wana uwezo mkubwa wa kiakili. Kundi hili wanasifika kuwa na sifa ya kuahirisha sana mambo, yaani mabingwa sana kuahirisha mambo, kwamba ana uwezo wa kutoka hapa na kusema kwamba aenda shambani kwa ajili ya lengo la kupalilia, akafika shambani akuta majani machache, I say
halimi, anageuka narudi, na hata kama ni msimu wa kupalilia. Alafu kundi hili ni mabingwa wa kupuuzia mambo, yaani kitu kama kimuhusu hangaiki nacho, na ni mashushushu. Wapelelezi chawa wapo kwenye kundi la Pragmatic. Na kusifau nyingine, kundi hili ni wabishi sana na ni mahiri wa kujenga hoja. Yaani anaweza kukwambia mti ni gani na kukubali, yaani mti ni gani na kukubali, na kwa hoja za msingi akakwambia mzizi ni tairi na usibishe. Na sifau nyingine, kundi hili huwa hapendi kuona mafanikio ya wenzao wala kuwasifia wenzao. Yaani unaweza ukasimama hapo ukasema, yaani Madam Susa alipresent vizuri, unasikia kuna chamana alichofanya pale mbele. I say ni kundi gumu sana, hata kulibadilisha ni gumu mno sana, kwa sababu ana sifa ya ubishi. Na mawakili wakubwa duniani, wanasheria, mahakimu wanatoka kwenye kundi hili la Pragmatic. Na kwa maelezo ya mwandishi na daktari, anasema kwamba kundi hili sio zuri sana kwa viongozi, kwa sababu ni watu ambao hawajali haja za wenzao wala matakwa ya wenzao, hivyo ni wapuuziaji. Yaani unaweza kuwa na shida hapo kwa sababu viongozi na tatizo anakuangalia, unasikia nitafute baadaye, na hapo kumbuka mwambie una shida na ndio kiongozi wako. Na mara nyingi huwa wanachukiwa sana watu wa kundi hili. Karibu idara vijana, utafahamu sifa za kundi hili zaidi ya 27. Asanteni. Amina. Bwana mwema na wakati wote. Nitakwenda kuelezea kundi la wanawake. Kundi la watu hawa, cha kwanza, inaonekana ni watu wapole sana. Kingine ni wavumilivu. Watu hawa wanapenda kushauriwa sana na wakikosolewa huwa wanakasirika mapema. Alafu kingine, inasemekana duniani watu maskini wanatoka kwenye kundi hili. Bwana asifiwe. Taelezea kundi la Koleniki. Watu hawa, kwanza, sifa ya moja kubwa, wana uwezo mdogo wa kiakili. Ni watu wanaopenda vita, ni wakorofi na waga hawashauriki. Wanapenda ugomvi kuliko kula, wanapenda ngumi hata kama iwepo. Ila cha ajabu, na sifa zote hizo, lakini wana asili ya kuwa na uongozi ulio kamilifu, kwa sababu hawana asili ya kuchekacheka hovyo. Ni wasimamizi katika vitu vyao wanavyosimamia. Hawajumlishwi na mtu wa aina yoyote na wala hawachukui ushauri wowote, bali akili yao iliwatuma ndivyo wanavyofanya. Ni watu magharibi, wanapenda kuangalia picha za tamthilia ambazo zile zinazoleta ugaidi na ukatili. Mfano, Idi Amin dada, na tunapenda kuangalia picha, kuna mtu alikuwa anaitwa Adolf Hitler, ni gaidi wa kupindukia. Huyo ndio Koleniki, kundi gumu zaidi na kichwa kibovu. Bwana wabariki. Amina.